Kwa hiyo vitu unayoona hapa ilianza mwaka 1979. Wanapambana nani? Na Iran. Kwa hiyo Waarabu wa Kisuni wameanguka na wako chini ya utawala wa usimamizi wa Marekani na Israel. Kwa hiyo amebaki leo Mshia akiongozwa na Irani na vita vikielemea hapo. Kwa hiyo mwisho wa siku duniani Iran haiwezi kusurvive. Watampin down tu kwa wakati wake. I tell you, hii video itunze, msikilizaji aisikie na uisikie. Hichi kipande Wayahudi wataenda kumangusha Iran. Sawa? Chini ya mgongo wa Marekani. Pia wakachukuliwa wakafanywa kuwa watumwa, wakapelekwa katika Europe, na wengine kwa wamekimbia maeneo ya North Africa, wengine wamekimbilia huko Ulaya ile inaitwa Mashariki ya Kati Ndio. Kwa pale Adrian akapiga marufuku tena utaifa wa Israeli. Kwa akauvunja utaifa wa Israeli na ile nchi akaibadilisha jina kutoka nchi ya Wayahudi yani Judea akaita Syrio Palestina. Neno Palestina ni Kirumi, Kilatini. Kwa asili ile neno inaitwa Philistine. Philistine. Philistine ilikuwa ni maadui wa Israeli ambao walikuwa wanakaa kusini mwa bahari ya Mediterranean. Sawa walikuwa washaangamizwa na mfalme Daudi, alikuwa ameshawaangamiza na Sulemani. Kwa hiyo jina lilikuwa likawakera sana Wayahudi Kwa hiyo na yule governor wa Kirumi wa pale Syria ndo akapewa kusimamia jimbo jipya kwa jina jipya linaloitwa Palestine. Ili kufuta utambulisho wa nini? Wa Israeli. Na wakapigwa marufuku wasikanyage pale Waisraeli. Ingawa wachache sana hasa wale wazee na vitoto vilibakishwa. Lakini hawakuruhusiwa kuingia katika utamaduni wowote wa kisiasa ama kuwa na mpango wowote wa kuunda taifa lao. Ilikuwa ni marufuku. Tuko pamoja mpaka hapa Na akaanzisha ujasusi wa kuwawinda Wayahudi kila kona wanakoenda. Kwamba hao ni watu waasi, watu wakorofi, watu wasiostahili, ni watu ambao wanatakiwa kuangamizwa. Hapo ndipo Wayahudi kwa muda wa miaka 1800 wakiwa wakitangatanga kuanzia ule mwaka 70 mpaka ule mwaka 1948 ndipo wakapata uhuru wao. Sasa mpaka hapo chini ya ufadhili wa mataifa makubwa, Uingereza na Umoja wa Mataifa. Tuko pamoja Ndio. Hata zama zile hata Koreshi aliwarejesha, Koreshi alitoa oda ya kuwarejesha baada ya uhamisho wa Babeli. Kwa hiyo mataifa makubwa pia aliwasaidia wakati wa Koreshi kuna mataifa yao. Pointi inayokuja iko hivi. Hii movement ya Waisraeli kuja pale haikusukumwa na Muingereza ama Umoja wa Mataifa ama mataifa makubwa. Hii movement au mataifa makubwa walichukua ile hatua tu ya kukava. Sawa? Kuona kabisa bayana kwamba wanastahili kuwa taifa. Lakini kupitia movement na mchakato wa Wayahudi wenyewe. Sababu Wayahudi kuanza kurudi pale walianza muda mrefu sana. Kwa mfano, ule mwaka wa 601 kupitia utawala wa Irani wa Sassanid. Sawa? Sababu Warumi walikuwa wataki Wayahudi, Eastern Roman Empire. Baada ya Roman Empire kuwa ya Kikristo, yale maeneo wa Kristo waliyakali chini ya usimamizi wa Roman Empire. Sasa Wayahudi na Wakristo kwa wapatani wakati huo. Kwa Irani ambao walikuwa ni wapagani, walikuwa wanaabudu dini inaitwa Mungu mmoja, inaitwa Zoroastrian. Ndio. Kwa walikuwa wamepatana na Wayahudi Mwaka wa 601 yule una kiongozi wa Wayahudi Rabi mmoja anaitwa Eliezer. Akaja akaongoza majeshi yake ya Kiyahudi pamoja na mfadhili wa Irani, wakapindua utawala wa Kikristo pale chini ya mfadhili wa Roman Empire kwa usimamizi wa Irani yenyewe. Sawa? Ndio. Utawala wa Kiyahudi ukatawala mwaka huu mmoja ukavunjwa na Warumi. Baada ya Warumi kuwashinda nani? Wa Byzantine. Ile vita Waislamu walikuwa upande wa Kirumi. Wa Irani walikuwa upande wa Wayahudi wa Sassanid yao. Warumi walikuwa ni upande wa Waislamu kwa upande wa Kirumi. Wakati usema unachechemea. Tuko pamoja? Ndio. Kwa Warumi walivyowashinda wale wa Sassanid. Ndio. Ambao kwa wamewabana Waislamu. Sababu mfalme wa Irani alikuwa anamtafuta kumuua Muhammad. Wakati Muhammad amemwandikia barua kwamba jisalimishe kwangu, alikuwa anamsaka Muhammad. Kwa hiyo Warumi walivyowashinda wa Byzantine, moja kwa moja Wayahudi wakapoteza utawala wao pale mwaka wa 601. Kwa hiyo Warumi wakawapiga sana Wayahudi. Alafu wakawabatiza kibabe. Yaani unabatizwa utaki usifanyaje? Usitaki.
Kwa wametulia namna hii na Iran imeshakabwa kule. Kwa Waislamu wakati Iran imezofika, ndipo sasa huko wakati Muhammad alishakufa ndio kwa amemtuma yule Khalid bin Walid chini ya usimamizi wa Abubakar, akaenda akaipiga nini ile Iran mwaka wa 640. Tuko pamoja mpaka hapo Tupo pamoja. Iran ilivyoanguka ndipo sasa Khalid bin Walid mwaka wa 636 chini ya khalifa wa Umar bin Khattab akamtuma Khalid bin Walid na Abu Baida, wakaenda wakaishinda Yerusalemu, wakawanyang'anya Wakristo baada ya kuwashinda Roman Empire ya mashariki wakati huo, maana ya magharibi kwa shaanguka. Tuko pamoja Byzantine. Kutokea hapo sasa Yerusalemu na Israeli ikawa chini ya nini, ya ustaarabu wa Waislamu. Mwaka wa 600 na ngapi? 36. Sawa sawa. Sasa paka hapo kuna miaka kidogo hapo ilikuwa ni hii ni 640, ni kwamba Waislamu walirudi kule Sassanid wakaweka utawala wao zaidi lakini walianza kuipiga kwanza Sassanid, ilikuwa ni chini ya miaka, ilikuwa ni mwaka wa 632 hapo nimekumbuka vizuri. Kwa 36 ndio kwa wameipiga nini mpaka 67 kwa wameipiga Jerusalem. Kwa hiyo tokea hapo sasa utawala wa Kiislamu ambao ulikuwa unaitwa Rashidun Caliphate ndio kwa umetawala ile nchi nini ya Israeli. Hapo Wayahudi sasa baadaye wakapewa uhuru pamoja na huyu anaitwa Umar bin Khattab. Ule waraka wake wa uhuru, akawapa Wakristo uhuru, Wayahudi na Waislamu. Lakini Waislamu walikuwa wana nguvu zaidi na Wakristo na Waislamu wakawa daraja la ngapi? La pili, walikuwa wanalipa jizya. Ile Wayahudi walikuwa na mpango wa kurejea wapi? Hapo, na mchakato kwa kuendelea chini kwa chini. Na lile eneo lile la hekalu ambao wamejenga msikiti wa Al-Aqsa, ni Myahudi mmoja anaitwa Akabi ambaye alisilimu. Unajua Wayahudi wana akili moja, wakizidiwa sehemu wanaweza wakajibadilisha wakawa Wakristo. Au wanakuwa Waislamu. Ila kwa hiyo wana buy time. Kabi walimuonyesha Umar kwamba eneo ambalo lilijengwa hekalu Semani ila hapa. Leo Waislamu walivyojinga wamebroniosha kwamba eti pia kuna msikiti ule, lakini wanashangaa kwamba hekalu lilibomolewa mwaka 70. Pale Umar akakuta ile sehemu imejaa takataka, imekuwa ni sehemu ya kutupa uchafu. Akaisafisha vizuri. Alafu kwa pembeni kule kwa majenga msikiti wa Umar, si lile eneo. Baada ya Rashidun Caliphate kuanguka, ikaja Umayyad Caliphate. Mwaka wa 711 mfalme khalifa wa Umayyad ambaye kwa makao yake pale Syria ndio akaanza wakajenga nini? Dome of the Rock. Na miaka ya mbele kidogo ndio wakajenga msikiti wa Al-Aqsa. Katika ile eneo ambayo kuna nini? Kuna hekalu la nani? La Suleiman. Ingali ile eneo lishapigwa matetemeko malaizi. Mara ya kwanza lilitikiswa, ule msikiti ukapata crack. Wakafanya renovation. Mara ya pili tetemeko lilibomoa ule msikiti wote na Dome of the Rock. Wakajenga upya mara ya pili. Sasa baada ya hapo zile tawala za Kiislamu kama vile ile Umayyad Caliphate, ikaja Abbasiya Caliphate, tuko pamoja? Ndio. Mwaka wa 750 ikaja ile Mamluki Caliphate. No, ikaja kwanza Fatimid Caliphate. Sawa na ikaja ile Mamluki Caliphate, na mwaka wa 1517 ikaja Ottoman Empire, Sultanate, Ottoman Empire, ambayo mwaka 1517 wakaichukua Jerusalem na lile eneo lote tena waliochukua kwa Waislamu. Kuna Waislamu wenyewe wanagombania ule mji. Wao kwa wao anakuja huyu hii kalifati hii inanyang'anya huyu, inanyang'anya hii. Kwa lile eneo halikuwa na mtawala huyu mmoja kwamba linajitegemea, ilikuwa tena nchi. Ila Wayahudi walikuwa wanapata rehema kwa wakati huo, wanafukuzwa. Hivyo hivyo wanahangaika, wanarudi, wanafukuzwa. Na wale marabi wakubwa walikuwa wanapambana mpaka wanazikwa pale katika ile Temple Mount. Kama kina Moses Mohammed ambao walizikwa pale. Sawa Ndio. Baada ya Ottoman Empire kuchukua ile eneo mwaka 1517 kwa Waislamu wa Mamluki ambao makao makuu yalikuwa pale Misri. Sawa Cairo. Ndio. Likawa chini ya Ottoman Empire. Kwa Ottoman Empire lile eneo akawa ameweka utawala wa kimiji. Kwa mfano kama leo Muingereza akawa anatawala hapa Tanganyika. Ndio. Pale Iringa anaweka utawala ule wa kimji. Moshi hivyo hivyo, lakini utawala mkubwa wa uunganishi ni utawala wa Muingereza. Kwa lile eneo lote la Kanani likawa chini ya nani? Ya Ottoman.
Okay. Lakini pale na sababu wale watu Ottoman walikuwa kidogo na rehema kidogo. Kwa hiyo wakutaka Wakristo waweze kuondolewa, wala Wayahudi wala wale ambao ni wenyeji wa pale ambao walikuwa ni Waislamu walikuja kipindi cha Waarabu. Ndio. Tuko pamoja? Ndio. Na Warumi waliwachukua Wasiria na Wamisri wakahamia pale. Kwa ile nchi ikawa na mchanganyiko. Sababu Waislamu walikuwa wanatawala moja kwa moja, Waislamu wakawa wengi. Wakristo wakawa tabaka la pili na Wayahudi wakawa tabaka la tatu kwa wingi. Sawa sawa. Sasa ikafika ule mwaka 1896. Mwaka 1800 ngapi? 96. Ottoman inaitwa mgonjwa wa Ulaya. Imezoofika kwa sababu ya vita vikubwa na kati yake na Urusi. Kwa hiyo ikakopa mapesa mengi kutoka nchi za magharibi. Okay, kwa wazungu sasa. Sasa ikuwe na madeni makubwa. Sasa kipindi cha Wayahudi na wao wameshashika uchumi wa Europe. Kina Rothschild. Sawa? Huku mashariki ya Ulaya magharibi walikuwa na capital. Na Marekani kule wakiwa na uchumi kule. Kwa maana hiyo kuna namna fulani hapo unaweza kukuta Wayahudi walihusika kwenye kuwakopesha Ottoman wapigane na Mrusi. Inawezekana sababu ndio walikuwa wanashika uchumi, na Rothschild sababu ndio alizamini vita vya kwanza vya kwanza na vya pili. Hata vita vya mtu mmoja anaitwa Napoleon, tunamsikia? Bonaparte. Yes. Vita vya Waterloo. Okay. Hiyo ilikuwa ni miaka 1800 na kitu hiyo. Ndio. Rothschild mtoto wa Rothschild ambaye yuko Uingereza. Ndio. Na mtoto wa Rothschild ambaye yuko Germany ndio walikuwa wanadhamini hivyo vita. Upande wao wakawa wanadhamini Muingereza, upande wao wanamdhamini nani? Huyu Napoleon. Ndio. Kwa mwisho wa vita, mshindi anaposhindwa ile vita, si ndio? Na anayeshinda wote mnalipa deni. Okay. Wayahudi hao. Hata Muhammad kuna alipiga na Wayahudi. Ndio. Alikuta Wayahudi wana control Madina, Mecca. Sawa? Ndio. Kina Bani Kulaiza hao ndio walikuwa vita vyote vya Mashariki ya Kati walikuwa wanakopesha wao. Okay. Wanawadhamini. Kwa vita pia ni mtaji. Yaani vita ni mtaji wa mataikuni. Ule Marekani anapiga hivi, lakini makampuni ya chakula, masupplier wale wa chakula, makampuni ya silaha yana gain money. Sawa? Okay. Ambao wengi kuna Wayahudi ndani yake. Sasa baada ya Ottoman kuzoofika kipindi hicho sasa ile movement ya Wayahudi ya Zionism imepamba moto. Ndio. Kina Theodor Herzl ambaye alikuwa ni mwandishi wa habari wa Austria-Hungary Empire. Ndio. Sawa? Ambaye alikuwa amekuja na idea sasa hiyo ya Zionism movement mwaka 1896. Okay. Tunaelewana vizuri? Nakuelewa. Sasa na hiyo sababu Wayahudi wote duniani walikuwa na movement ya kurejea wapi? Kwao. Ndiyo. Lakini walikuwa hana umbrella hii moja. Ndio ikaundwa umbrella moja. Inaitwa W. Sawa? Ndio. Ilikuwa ni WZO. Okay. Unaona ni kwamba World Zionism Organization. WZO. World Zionism Organization. Okay. Ilikuwa ndo ni bunge ambao akafanya mkutano mkubwa mwaka 1896. Wale Wayahudi wakaungana pamoja, wakawa na movement hii moja ya kurejea wapi? Kwao. Sababu kule Wayahudi walikuwa wanateswa sana kule, ile anti-Semites. Ndio. Walikuwa wanateseka sasa, wakaanza kutafuta kwao sasa. Wakuwa na kiota chao wenyewe. Mwaka 1897 Theodor Herzl akamfuata sultani wa Ottoman. Ndio. Kumwambia bwana, hebu niuzie lile eneo la wapi? La Wayahudi. La pale ile nchi ya Palestina. Ndio. Maana wakati huo Wayahudi wengi wako pale pia na Wakristo na Waislamu Sawa sawa. Na pale Palestina, ile jina Palestina ilikuwa linabeba Wayahudi, Waislamu na Wakristo. Okay. Nilikuwa hakuna watu wanaitwa wa Palestina. Kwa hiyo kusema wa Palestina ni wakazi wote, Wakristo, Waislamu na Wayahudi. Okay. Na ile kwa natumia kwa neno shekel. Ingawa ilianza kutumika wakati ule wa Muingereza, sawa? Ndio. Sasa hapo sultani akakataa. Sio kama hata kipindi cha Yesu ilikuwa inatumika hiyo shekel. Ilitumika, sikisi ilikuwa ni chini ya Wayahudi. Okay. Tuko pamoja? Ndio. Lakini sasa point inakuja iko hivi. Hapa nikusomea nukuu moja hapa. Ndio.
mazungumzo kati ya sultani na nani na huyo huyo Henry Roosevelt. Ilikuwa ni mwaka 96 sole. Ndio. Huyo alikuwa anaitwa Sultani Abdul Hamid wa pili 1896 au 1100. Okay, sawa. 1896. Sababu tayari hapo yule Henry Theodore ameshaungana na Wayahudi wote, wameunda ile baraza la Wayahudi Theodore. Okay. Matajiri wote Wayahudi wameungana kwa ajili ya kurejea kwao. Ndio. Sasa ikawa hivi, wakajua jamaa sultani, sababu nchi iko chini ya sultani. Ndio. Wakataka sasa kudhamini madeni yake. Sawa. Kumlipia madeni. Ila kwa masharti haya. Ndio. Aachie ile nchi. Sawa? Ndio. Sikia sultani alivyowajibu. Maana alikuwa amepitia mshauri wa rais, alikuwa ni mfalme wa mtawala wa Kipolish pale. Nchi ya Polish ni nchi gani hapa? Polish ni Poland. Yes. Alikuwa ndo mshenga kati ya Theodore Herzl na sultani huyu Abdul Hamid wa pili. Okay. Sikia nukuu inasema hivi. Jibu la sultani kwenda kwa nani? Kwa huyu Herzl. Ndiyo. Mshauri bwana Herzl asichukua hatua yoyote zaidi katika suala hili. Siwezi kuuza hata inchi moja ya ardhi hii. Ndiyo. Kwa sababu si mali yangu, ni mali ya umma wa Kiislamu. Okay. Mbona hicho kitu Maana ile nchi sasa ilikuwa tayari ipo chini ya Waislamu. Ottoman Empire. Sasa na hii ni makosa ya Waislamu wanakosea. Ni kama Ismaili alivyoondolewa pale. Sababu ile eneo si lao. Sawa. Wanapinga takulwani yao wajui. Watu wangu wameipigania ardhi hii kwa damu yao na wameimwagia damu yao. Sawa. Wayahudi wanaweza kuhifadhi mabilioni yao ya fedha. Anatambua kabisa wana nini? Wana fedha. Dola ya Ottoman ikigawanywa pengine wanaweza kuipata Palestina bila malipo. Sasa. Lakini ni hadi mwili wetu ukatwe vipande. Okay. Siwezi kuruhusu kugawa kiungo chochote cha mwili uliopo hai. Okay. Hapa sultani kama vile amechokoza nini? Nyuki. Sasa. Ndipo Wayahudi wakageukia Waingereza. Okay. Na Wafaransa kwamba bwana, sisi tunafanyaje? Tunadhamini michakato yote yenu ya vita. Sasa. Ila mnyang'anye Ottoman ile muipasue Ottoman. Na muinyang'anye ili ardhi. Hapo una swali? Hapa sina swali. Hapo una swali Tuendelee. Sasa baada ya hapo ndio vikazuka vita vya kwanza vya nini? Vya dunia mwaka 1914. Okay. Wayahudi wakiwa nini? Nyuma ya Muingereza. Kina Rothschild yaona wanadhamini na matajiri wa Kiyahudi ambao wako Marekani, wako mashariki mwa Ulaya, wako magharibi mwa nini? Mwa Ulaya. Na Wayahudi ambao wako mashariki ya huko wa Arabu. Ndio. Wayahudi wana pesa nafikia. Sawa. Ni matajiri na wana hekima kubwa. Sasa niende kuonyesha. Kuna ile azimio la, unafahamu azimio la Balfour? Hapana. La mwaka 1917. Baada ya Ottoman kushindwa vita mwaka 1910 ngapi? 17. Ikanyang'anywa makoloni yake yote na Muingereza. Kwa hiyo mashariki yote ya kati, hiyo Syria yote, hiyo Iraq unayochukua, mpaka Hijaz ambayo ni Saudi Arabia Ndio. Mpaka hiyo Palestina yenyewe ilikuwa chini ya nini? Ottoman Empire. Wakanyang'anywa na Muingereza na Mfaransa. Okay. Sasa baada ya Muingereza kuchukua ile nchi, sasa inabidi yeye alipe nini? Fadhila. Ndio. Sababu kapewa nini? Mzigo. Ndio. Vita vimezaminiwa. Ottoman imeangushwa. Sawa imenyang'anywa kwa imeangushwa, maana ilikuja kuangushwa mwaka 1924. Ndio. Na Ataturk jemedari wa Ottoman akampindua nani? Sultan. Okay. Sikia azimio hilo la Balfour baada ya kuchukua ile nchi la Muingereza kwenda kwa Wayahudi. Anasema hivi: serikali ya mfalme inaangalia kwa jicho la wema kuanzishwa nchini Palestina kwa makazi ya kitaifa kwa ajili ya watu wa Kiyahudi. Okay. Sawa? Kile ambacho sultani amekikataa, ndio sasa Muingereza anakifanya. Wanasema Waingereza waliweka pale Wayahudi. Hapana. Wayahudi walijiweka wao. Okay. Wale watumia Uingereza. Na hii tabia mpaka leo kwa nayo wanaitumia Marekani, wanaitumia nchi yote wanaotaka wao. Hata Russia
wanaitumia. Hata hii teknolojia unaona ya Mchina hii, hizi ndege zote ambazo anatumia Mchina, ndege ni copycat ya Marekani. Hiyo teknolojia ameuziwa na nani? Na Myahudi kwa siri. Okay. Hata mtambo wa kutrack kufunga hizi WhatsApp kule, sijui Facebook kule China, ndio Mchina katoka kwa Myahudi. Okay. Kwa hiyo hao Wayahudi hao Wachina waona na mdomo wao, nyuma ya pazia yuko nani? Myahudi. Okay. Mchina hawezi kumuunga Irani mkono moja kwa moja kumpiga Myahudi, never. Sababu kuna vitu anafanyaje? Anapitisha. Wewe pia fanya mchongo ndugu yangu, kutana nao upate chochote. Upate makamera makubwa kila kitu. Sasa iko hivi. Naoda kusoma ile azimio la Muingereza ndio la Balfour. Ndio. Anasema hivi. Serikali ya mfalme inaangalia kwa jicho la wema kuanzishwa nchini Palestina kwa makazi ya kitaifa kwa ajili ya watu wa Kiyahudi, na itatumia jitihada zake zote kuwawezesha kufikia kwa lengo hili, ikieleweka wazi kuwa hakuna jambo lolote litakalofanywa linaloweza kuasili haki za kisiasa na za kidini za jamii zisizokuwa za Kiyahudi zilizopo Palestina, au haki na hadhi ya kisiasa wanaoidhinishwa nayo Wayahudi katika nchi nyingine yoyote. Sasa hapo umenifahamu vizuri hapo? Hapo nimekuelewa. Sasa kwa picha hii ni kwamba huo ni mwaka 1917. Ndio. Kwa hiyo Wayahudi wengi, sababu kwa shatangulia wengine, sababu sultani kati anatawala pale, Wayahudi walikuwa wameshika uchumi wa pale, na cha ajabu ni siri moja, kabla hata Mwingereza kuja pale katika vita vile, Ottomani kiwepo. Ndio. Wayahudi walipokuja pale, kuna wengine ambao walikuwa ni wa kuondoka kabisa. Toka picha Roman Empire. Ndio. Inatawala pale. Hawakuondoka. Walikuwa ni vizazi vya pale ambao walikuwa wanazaana. Wanaitwa Yishuvi. Yishuvi ni wale Wayahudi ambao hawakuondoka. Okay. Sababu Wayahudi wote walikuja pale, si kweli? Yishuvi walikuwepo ambao walikuwa wanalima ile nchi na walikuwa ni matajiri. Na walikuwa wakikopesha Waarabu. Unajua Waarabu ni wavivu. Chakula tende, akaoa akashiba na maji ya kunywa kidogo akapata, akaoa wake watoto wanne, akazaa watoto wengi na mifugo ako nayo, ameriziki. Myahudi aliziki, anataka ashike uchumi. Sasa wale Wayahudi waliokuja kutoka nchi zingine walikuwa wanapakiwa na jamaa wale Waishuvi wale ndugu zao. Sasa wakawa wananunua kutoka wale Waarabu, Ottomani ni wale Waturuki wako pale, kuna Wamisri wamehamia pale, Wasiria wako pale, Waarabu wako pale. Wamekaa kizembe. Ndio. Na wameshika ile maeneo ya rutuba. Myahudi akaenda kuchukua maeneo ambayo ya jangwani. Okay. Kule jangwani wakaanzisha vijiji vinaitwa Ketibus. Vijiji vya kijamaa vya Kiyahudi. Ndio. Kule sasa walikuwa wana vinyesi vyao pamoja na haja ndogo yao, walikuwa wanaweka utaratibu wa kuikusanya pamoja. Okay. Mashimo yako. Vile vinyesi shakuwa vingi, unachukua vile vinyesi wanamwagia juu ile ardhi ya jangwa. Sasa paka hapo ili utenze rutuba. Na pia ulikuwa unanua udongo sehemu tofauti. Udongo wenye rutuba hasa huko Afrika. Wakaanza kulima mboga, kulima matunda na bidhaa mbalimbali za mazao. Okay. Sasa hao Waarabu sababu ya uvivu na uzembe wakawa wanakuja kufanya kazi kwenye mashamba ya Wayahudi. Wanalipwa mshahara kwa vibarua vya Wayahudi. Mbona hao Waarabu wanavyosema ni kama mnavyosema Waafrika? Wana akili tu za kijinga tu kifupi. Hata unaona leo Waarabu hao wanapata hiyo mafuta leo na kwa matajiri. Ndio. Ni kwa sababu Marekani alifanya utafiti. Sawa? Makampuni ya Marekani yalifanya utafiti na wakagundua mafuta, ndio wakaingia mkataba na Waarabu. Okay. Kwa hiyo leo sisi kwa Marekani, hao Waarabu wangekuwa wanakula wadudu. Fuatilia historia ya Dubai. Walikuwa ni kuvua samaki na kula wadudu. Ni maskini. Fuatilia historia ya Katari. Walikuwa ni maskini, utajua unaona ni wajuzi tu, unaona. Sababu ya mafuta. Zuri ninachowapendea Waarabu, walikaa vizuri, hawakawa waaminifu. Ile hela kwa wanaipata, wakubana kwa wanachukua 30%, kwanza kwa wanachukua 20%. Ndio. Walikuwa wanaipandisha. Wakawa waaminifu. Hiyo asilimia kwa wanaipata, wakajengea nchi zao. Sawa. Sisi leo tunapata muamala mdogo kutoka hii migodi yetu ya ambayo tumebinafsisha kwa wazungu Ndio. Na wawekezaji tuko nao. Lakini hii pesa ndogo hatuitumii vizuri kwa uaminifu. Dili ziko nyingi. Nenda kuwekeza Saudi. Hii pesa tukitumia hii ndogo bado hata tunaibiwa sehemu kubwa tungeijengea nchi. Leo nchi ingekuwa kama Dubai. Na kukishia ndugu yangu. Ila wao wakawa na ule mimi napendea kidogo Waarabu
wana uaminifu fulani. Unajua Waislamu sote wabaya sana Okay. Watu ambao wameenda kule mtu maduka yafungwi. Okay. Kwenda kusali maduka yako mtu anaiba. Kuna uaminifu ambao jamaa wako nao kuliko sisi wa Afrika. Waarabu wana uaminifu sana. Sasa ule uaminifu wao ndio ukawafanya kujenga nchi zao kwa kidogo walichokuwa nacho. Leo sisi tunapiga sijui mabeberu sijui nini. Tutumie akili hiyo yao sababu wanatuzidi nguvu na teknolojia. Pesa ambayo tunaichukua tuweke sheria kali. Mtu yote akiba hela serikali auawe. Hiyo na Waarabu wameweza, au sio? Hela ya serikali iogope. Utaka hela nyingi, kafanye biashara. Sawa Utaka hela ya serikali, subiri upate mshahara kwa haki. Ukiinyofoa kuuawa, lakini leo tukianza sheria ya kifo, yule atabaki. Kwa sisi ni shida, maendeleo ya Afrika hayapatikani kwa sababu hakuna uaminifu. Leo Dubai inajengwa kwa uaminifu. Wale wafalme wangekuwa ni makanjanja, ile nchi ingekuwa sio nzuri. Ingekuwa nchi za ovyo sana. Tuko pamoja? Sasa tuachane hicho kitu. Wayahudi wao hela yao wana ile msimamo wao wa kijamaa. Sawa Simaanishi ujamaa kwa maana ya kiuchumi. Ndiyo. Ule ujamaa wa kifamilia. Okay. Sawa kwamba ndugu yangu wewe si mlizi. Mimi na pesa Ndiyo. Wewe uko hoi. Ndiyo. Tunakaa kikao na wazee. Tunakupa mtaji wa milioni 30. Ufanye nini? Biashara. Ile pesa tukupe keshi. Tunaangalia ile biashara, tunalipia zile bidhaa unasimamia wewe. Na unasimamiwa na wale familia ile pesa inarudi bila riba lakini. Okay. Ikisharudi unabaki na mtaji wako. Ndiyo. Wewe unaendeleza. Alafu sasa na wewe unachukua mtu mwingine unamfanya kuwa hivyo kama ulivyofanya wewe. Okay. Lakini ukifanya ukanjanja utakula kipigo cha mbwa mwitu. Tuko pamoja? Ndiyo. Kwa ina maana wao utaratibu huo uliwafanya kwa nini? Wakashikamana. Tena sisi tuko wachache. Na mataifa yametuchukia. Tukishinda kushika pesa tutakuwa watumwa. Tupambane tushike nini? Pesa. Afu wao ndio watumwa wetu. Bwana ni lugha nzuri na sound vizuri kweli. Kwa ina maana hakuna hela ya ajali bwana simulizi. Kwa sababu unaamka asubuhi umekuwa tajiri. Hapana, hela inatafutwa. Sasa ukipewa baraka pambana, au sio? Baraka haiji umekaa ndani ya nyumba. Unapewa baraka unasonga mbele. Tuko pamoja mpaka hapo Sasa Wayahudi Waarabu wakaanza kuja kufanya kazi kwenye mashamba ya nani? Ya Wayahudi. Sasa kule kwao wanapaacha hapa nazofika. Sasa unaambia brother, vipi? Unaona kule kwa mna shamba zuri, vipi? Tuuzie. Mwarabu anafanyaje? Anauza. Wanaingia kwenye mkataba wa kimataifa. Kwa hiyo wakajikuta wameuza maeneo yote nini? Ya rutuba. Alafu yale maeneo yale ambayo imefanywa ilikuwa jangwa zamani, ndio wakajenga mji wa Tel Aviv. Mji wa Tel Aviv ndio umejengwa juu ya jangwa mwaka 1800 na kitu. Ni matajiri wa Kiyahudi walikutana pale, wakanua ile ardhi kutoka kwa Waarabu tena. Katika ardhi inaitwa mji unaitwa Yafa. Tel Aviv ndio Yafa, ndio sehemu ya Yafa. Okay. Ukisoma Matendo sura ya 10, Petro alikuwa yuko Yafa, akapata njaa kwenye ile shuka ina wanyama. Ilikuwa ni mji wa Kiyahudi ambao tena Waarabu wakawa wameukalia na Waturuki. Kwa hiyo Wayahudi wakaja pale, eneo lao lilikuwa Yafa ilikuwa ni mji wa bandari. Kwa wakakata sehemu ya pembeni, wakanunua ile eneo ya jangwa, wakaunda mji wa Tel Aviv, mji mzuri wa ajabu. Jangwani. Kwa hiyo wale Waarabu wanakuja kufanya kazi jangwani ambapo wamekuwa maintained kwa hela ya Wayahudi. Wakauza miji yao, kuja kushtuka Wayahudi wanatangaza nchi huru mwaka 1947. Waarabu wakachachamaa, tumeporwa nchi yetu. Mwaka 48 wakatangaza uhuru wao, ikawa nchi ya Israeli ambayo unaiona leo. Tuko pamoja mpaka hapa? Kuna process iko pale. Tumeibiwa nchi, tumeporwa. Sasa nchi za Kiarabu zikaungana na wao ambao leo wanajiita wa Palestina, ambao ni Waarabu wenzao, kwenda kupigana na wanyang'anya Wayahudi nini? Ile nchi ambayo tayari Wayahudi wameshazunguka. Umoja wa Mataifa umewapa lile eneo kuwa nchi yao. Na Waarabu walikuwa wamepewa eneo lao ambalo ni kubwa. Hata Jerusalem, Bethlehem, Yeriko, Nablus ilikuwa chini ya Waarabu. Okay. Gaza ikachukuliwa na Wamisri. Jerusalem ikachukuliwa na Wayordani. Lakini na Yordani ilikuwa ilitengenezwa nchi kuwa na Wayahudi. Na Waingereza. Ndiyo. Na Misri ilikuwa chini ya Mwingereza, ikapata uhuru wake. Na nchi ya Hijazi, sawa, Hijazi ilikuwa ni sehemu ya Maka na Madina, ilikuwa ndio Hijazi. Ndiyo. Na huku upande wa mashariki kwa Nejdi, sawa?
huko juu kulikuwa ni Jeddah, sawa ambao zile falme za awali kina bin Saudi wakaziundaunda chini ya Muingereza, ndio wakaunda Saudi Arabia. Saudi ni jina la mfalme, Arabia ni eneo lile pale. Kuna nchi ambazo zimeundwa chini ya Muingereza, sawa na Marekani, na Syria pia imeundwa kwa nchi na Muingereza, na Jordan. So Waisraeli wameundwa ilikuwa si nchi, na wao walikuwa si nchi wakati wa Ottoman Empire, walikuwa ni colony la Ottoman Empire. Kwa hiyo wote walipata uhuru, waligawiwa, ila Waarabu walipata maeneo makubwa lakini hawajalizika. Kwani mwenyewe Ottoman Empire alikuwa anatawala kutokea wapi? Saudi Arabia? Alikuwa anatolea pale Ankara, ambayo ni Ottoman, pale panaitwa nini, leo panaitwa Istanbul. Istanbul, Uturuki. Constantinople, Uturuki pale. Ottoman ni Uturuki. Mturuki. Okay. Kwa makao makuu yalikuwa pale Ottoman. No, palikuwa wapi pale? Constantinople. Okay. Kwa baadaye pakaitwa nini? Istanbul. Ambao walipatia kutoka kwa Warumi mwaka 1453. Kwa pale Uturuki ambao ni Ulaya Mashariki, ni Europe, kwa upande ule wa Europe Mashariki, ndio ilikuwa eneo lake ilikuwa North Africa yote, Ottoman mpaka mashariki ya nini? Ya kati. Kwa zile nchi zilikuwa nchi wakati Ottoman Empire. Okay. Kuanzia ule mwaka 1517 hata nyuma ya hapo zilikuwa nini? Nchi. Ilikuwa ni maeneo ya tawala kubwa. Ukishindwa unakuwa chini ya tawala hii. Tuko pamoja? Kwa zile baada ya Muingereza alizikatakata kuwa nchi, wakagawana na Mfaransa. Mfaransa akachukua Lebanon na akachukua na Syria. Muingereza akachukua Iraq, akachukua hiyo Saudi Arabia, akachukua Jordan ambayo ndio Palestina. Jordan ilikuwa sehemu ya Palestina. Kwa Palestina ilikuwa ni kubwa kote hiyo, mpaka Lebanoni, mpaka hiyo Jordan yenyewe, na hiyo Palestina yenyewe ilikuwa ni Palestina. Kwa ikakatwa huko ikawa Lebanoni chini ya Mfaransa. Tuko pamoja? Kwa zikaundwa nchi na Muingereza na Mfaransa. Hata neno Mashariki ya Kati neno la kikoloni. Okay. Halikuwepo. Kwa Muingereza na Mfaransa ndio karibuni kaitwa Middle East. Ilikuwa hamna neno Middle East, Far East. Kwa leo wasema nchi ya Israeli haikuwepo, imetengenezwa na mzungu, sio nini. Hata wao hizo nchi ambao wanasema hazikuwako, nchi ya Qatar ilikuwako, nchi ya UAE haikuwepo, nchi ya Bahrain haikuwepo, nchi ya Kuwait haikuweko. Zimeundwa maana ziko chini ya Marekani na Muingereza. Uongo kweli? Asichakachui. Nchi ya Iran ndio kidogo ilikuwepo. Sawa Sasa point inayokuja kwa hivi, Muingereza na huyu Myahudi alipotangaza kuwa taifa huru, Waarabu wakamvamia mwaka 1978. Lakini cha ajabu, Waarabu ni waroho sana. Kumbuka Lebanoni imechukua, Syria umechukua, Jordan imekuwa nchi umechukua, Saudia umechukua, Iraki umechukua, na sehemu ya nchi ya Palestina, sawa? Wamechukua tena miji mikubwa kama Jerusalem, Bethlehem na Yeriko, Nablus na kadhalika. Lakini bado hawakulizika. Mwisraeli baki katika maeneo ya jangwani huku, sawa? Wakaenda kumvamia, kumtoa tena. Akawashinda vita. Alipowashinda, Wapalestina wakawa wakimbizi. Tena waka-attempt tena mwaka 1956 katika vita vya Actian, sawa? Vita ambavyo vilipigwa miaka kama 6 hivi. Sasa paka hapo ndio. Vita vimepiganwa, Mwisraeli akawachanganya. Anajipanua. Mwaka wa 67 Waarabu wakaungana, Syria, Iraq, sawa? Ndio. Misri, Jordan na wale washirika wao kwenda kuwafuta Waisraeli katika historia nini ya dunia. Ndio. Waisraeli wakapanchi, wakateka Sinai, wakateka Gaza ambayo iko chini ya Misri. Sasa hapa hapo yaani Gaza unaiona ilikuwa chini ya Misri. Okay. Hiyo nchi ya West Bank, ukisikia West Bank yani ukingo magharibi wa mto Jordan, ambapo kuna Yerusalem, kuna Bethlehem, kuna Yeriko, kuna Hebron, kuna Nablus. Sawa? Zote ilikuwa hizo ni nchi ambayo ilikuwa ndio ilikuwa inaunda Judea, ambayo Yesu alikuwa anakaa pale na kina Daudi ilikuwa chini ya Jordan. Hasa watu wasema wanampenda Mpalestina ambaye anaitwa Mpalestina leo. Lakini mbona wao maeneo kwa wanayachukua wao? Kwa Mpalestina unamwona leo ni Mwarabu ambaye ana mchanganyiko wa Misri, ana mchanganyiko wa Lebanon, ana mchanganyiko wa Arabu wa Arabia pamoja na Syria. Okay. Hata huyu Yasser Arafat ni mzao wa Misri. Okay. Tuko pamoja mpaka hapo Ndio. Sasa hawa watu kuitwa Palestina, waliitwa Palestina kuanzia ule mwaka 1950 na kitu pale. Ndio jina Palestina likawa kama nasaba. Lakini neno Palestina lilikuwa ni identity ya wakazi wote, wakiwemo Wayahudi, Wakristo na na Waturuki na wakazi ambao wako pale mahali pale. Sasa tunamalizia hivi. Baada ya vita vya 67 vile, vita vya siku 6 Ndio.
Myahudi akawashinda wale muungano wa majeshi ya Kiarabu, akachukua hiyo nchi, akachukua eneo la Gaza, akachukua Sinai, akachukua na mlima maeneo ya Golan Heights ya wapi huko ya Syria, ndio mpaka leo hajarudisha, na akachukua West Bank yote ikiwemo mji wa Jerusalem kutoka kwa Yordani. Kwa jamaa akajitanua. Baadaye mwaka 73 Misri na Syria wakaungana tena kupambana, kwa sababu Yordani alikataa kuungana na vita, sababu wakati huo hao wa Palestina sasa wakiona Yasser Arafat alikuwa amekimbia Jordan, nataka kupindua ile serikali ya nini ya Jordan, mfalme. Okay. Jamaa akawafukuza, inaitwa mapinduzi ya Black September. Kwa wamewakasirikia wa Palestina, wakakimbia Lebanon. Kwa Lebanon wakati huo imeshikwa na Wakristo. Okay. Ilikuwa ni nchi nzuri, nchi ya tajiri. Hadi Lebanon ya wakati ule kama Dubai ya leo, chini ya Wakristo. Sasa tuko pamoja mpaka hapa. Ndio. Wa Palestina wakakimbia pale, wakapokelewa na Wakristo kwa upendo, kwamba jamani, mnateseka sana, njoni hapa. Rafiki yangu, vita 73 Misri akapigana na Israeli pamoja na Syria, wakashindwa ile vita. Ndipo Marekani akaingilia pale, kwa sababu Syria na Misri ilikuwa iko chini ya Soviet Union. Sawa? Ndipo Marekani akatumia ile chance ya kushindwa kwao, kwamba ili Sinai irudishwe inabidi uachane na nani? Okay. Na Sovieti, Urusi. Sababu Marekani ndio mshengo wa upatanishi. Ndio akamwomba akamlazimisha Israeli amwachie nini? Arudishe Sinai, ila kwa mkataba weke buffer zone. Kwa majeshi, ile buffer zone ni eneo ambalo ni kubwa sana, ambalo jeshi la Israeli lisiwepo na jeshi la Misri sifanyaje? Lisiwepo. Hilo ni eneo ambalo linakuwa liko huru tu. Nyewe mkaa pande hii mpaka leo iko hivyo. Sasa Syria, kwa sababu Misri, sababu anaona kwamba hapa hata nikiendelea na vita nitapigwa, labda ikuwa ni kidogo Israeli aingie Cairo, makao makuu, aichukue mpaka Cairo. Okay. Ndipo sasa tokea hapo Misri ikawa chini ya Marekani mpaka leo hii, na ikiwa na uhusiano na nani? Na Israel. Kipindi cha huyu rais mmoja anaitwa Sadat, ambao baadaye wale watu wa Sasakari Muslim Brotherhood wakamuua sababu huo mpango huo, lakini kashindikana kurejesha katika hali ya vita. Sasa huko Syria ndio kabaki na kiburi, eneo la Golan likachukuliwa mpaka leo, na mwisho serikali yao imefanyaje? Imeangushwa. Hizi nchi zote ambako ni korofi zile Israeli leo zimekuwa na mahusiano nani? Na Israel. Okay. Tuko pamoja mpaka hapo Tuko pamoja. Sasa leo Israeli sasa ikabaki na adui ambaye ni nani? Muirani, baada ya mapinduzi ya mwaka 1979. Ndio. Sawa? Ndio. Mshia akachukua nafasi na huko akapindua Lebanoni, Wakristo wakawa chini ya nani? Ya Hezbollah ambayo iliundwa mwaka 1982 chini ya kikosi cha Quds cha Iran chini ya yule Qasim Soleimani. Okay. Sawa, ambaye aliuawa mwaka 2020 na Trump kule Iraq. Tuko pamoja? Ndio. Nikaanza beto kati ya Washia wakiongozwa na Iran dhidi ya Israeli. Kwa hiyo vitu tunayoona hapa ilianza mwaka 1979. Wanapambana nani? Na Iran. Kwa hiyo Waarabu wa Kisuni wameanguka na wako chini ya utawala wa usimamizi wa Marekani na Israeli. Okay. Kwa hiyo amebaki leo Mshia akiongozwa na Irani na vita vikielemea hapo. Kwa hiyo mwisho wa siku, kwa nguvu ya Wayahudi ya kiuchumi duniani, Iran haiwezi kusurvive. Okay. Watampin down tu kwa wakati wake. I tell you, hii video itunze, msikilizaji aisikie na uisikie hichi kipande. Wayahudi wataenda kumangusha Iran. Sawa, chini ya mgongo wa Marekani, na wataenda kuunda hiyo Israel Empire ambao nataka waiunde, na watajenga hekalu la 3 ili watimize makusudi yao ya wakati huo. Sasa wakati mwingine nitakuja kuongea masuala ya kiroho katika ile eneo, yanakuaje na kwa nini kuna mvutano huo wa kispirit pamoja na Kristo, ujio wa Yesu mara ya ngapi pia. Sasa hapa sijaongea mambo ya kidini, ingawa ninaongelea history ambayo ipo na ni reality na ndani yake kuna movement gani. Mimi ni Jeff Masawe, ni mchambuzi na mwanahistoria. Namba yangu ya simu ni 0757 72 25 57. Ukitaka kujifunza zaidi kwangu njoo tujifunze, lakini na mambo mengi ambayo yanakuja mbele ambayo nitachambua zaidi sana. Nakosa muda tu, lakini ndio hivyo. Shalom, asante.